Ukiwa katika mazingira gani? Msiba nilipigiwa simu, nilikuwa sokoni. Nilikuwa nimeenda zangu sokoni kwenda kununua chakula cha kuja kumpikia kwa sababu aliniambia anarudi. Aliniambia ni siku ya leo ndo alikuwa anarudi huko kwangu. Kwa hiyo nikaa nimesema niende zangu sokoni. Ni safari na mwisho wa safari ya maisha huwa ni kifo, ndio kimetufanya tufike hapa kwa ndugu mwigizaji nguli Hashim Kambi ambaye amefariki siku za hivi karibuni. Aliyepo mbele yako ni mtu wa karibu naye sana ambaye pengine na mengi anatamani kushare na sisi, lakini pia naweza nikasema ni mzazi mwenzake ama mke wake kwa lugha nyepesi, kama sitakuwa anakosea sana. Ana mengi ambayo anatamani kushare na sisi. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho uweze kuelewa. Tupo msibani kwa marehemu Kambi hapa nyumbani. Mama yetu, pole na matatizo yanayoendelea. Asante. Pole sana. Asante sana. Yeah. Mimi nimezungumza, lakini pia kwa yule ambaye anatazama mbele ya kamera, labda ulikuwa ni nani kwa marehemu? Ulikuwa ni nani yake, labda kiundugu, labda kiukaribu zaidi? Mimi nilikuwa bi mdogo. Yaani nilikuwa nyumba ndogo. Na hisi watoto kwa wamenielewa hapo. Yeah. Okay. Ulikuwa nyumba ndogo kwa maana ya ulikuwa umeolewa kabisa au nyumba ndogo kwa maana ipi? Nilikuwa sijaolewa kabisa, leo ndo nilikuwa kwenye process za kwenda kufunga ndoa. Yeah. Okay. Sawa. Pole sana. Asante sana. Msiba ulikukuta katika mazingira gani? Labda mawasiliano yenu wewe na marehemu, mazingira yako wewe mwenyewe tu. Msiba ulipata taarifa ukiwa katika mazingira gani? Msiba nilipigiwa simu, nilikuwa sokoni. Nilikuwa nimeenda zangu sokoni kwenda kununua chakula cha kuja kumpikia kwa sababu aliniambia anarudi. Aliniambia ni siku ya leo ndo alikuwa anarudi huko kwangu. Kwa hiyo nikaa nimesema niende zangu sokoni kwenda kumwandalia, niende nikanunue chochote kitu ili nije nimwandalie. Yeah, ndo nikaa nimepigiwa simu kwamba amefariki mume wako. Yeah. Pole sana. Asante sana. Taarifa ulipata kwa nani, labda kwa ndugu zake ama kwa nani? Taarifa aliyekupa taarifa wewe mara ya kwanza ni nani? Kuna shemeji yangu mmoja alinipigia simu ndo akaniambia. Ya alivyonipigia napo sikuamini kwa sababu nilikuwa nimeongea naye jana tu, alivyoniambia kwamba atakuja kwangu nikamwambia sawa. Ndo nikaa nimesema hivi asubuhi niende sokoni nikanue na chakula nje nimpikie. Ndo nikaa nimepigiwa simu ya msiba. Yeah. Pole sana. Asante sana. Umekaa naye muda gani kwenye mahusiano yenu ama kwenye hayo mapenzi ambayo mlikuwa nayo? Nimekaa naye miaka 3. Ndio. Bahatika kupata watoto? Yeah, tumebahatika kupata mtoto mmoja. Yes. Okay. Ana umri gani mtoto? Mtoto ana miaka 2. Okay. Nyinyi ni Waislamu, kitu gani kiliopelekea mchelewe sana kufunga ndoa au kubariki maisha yenu kiujumla? Wewe ulikuwa unakataa au kitu gani ambacho kilikuwa kinazuia labda? Hatukuchelewa sana kwa sababu aliniambia mpaka afanye process nyingine kwa sababu alikuwa ameshafanya nyingine. Kwa kazi zimebakia baadhi, kwa akaniambia process iliyokuwa imebakia ni ya kwenda kumwambia bi mkubwa. Mke wake wa kwanza. Ndio process iliyokuwa imebakia hapo. Lakini hiyo sasa alikuwa anajiuliza ataanzaje kwenda kumwambia na hisi hicho ndio kilichotuchelewesha sana. Ndio. Maana yake wewe ulikuwa ni mchepuko wa asili, maana yake si ndio point? Sio asili sana kwa sababu kuna ndugu zake wengine walikuwa wananifahamu. Kwa sikuwa asili sana, nilikuwa labda asili kwa mke wake tu ndo nilikuwa asili, ila kwa ndugu zake sijui wazazi wake wote walikuwa wananifahamu. Ndio. Napenda nifahamu vipi ukaribu wa watoto wake na mtoto wako ulikuwa upoje? Watoto wenu sasa, mtoto wako wewe na watoto wa bi mkubwa walikuwa wanafahamiana kwamba kuna mwenzangu yupo huku, mwenzangu yupo huku? Hapana. Walikuwa wafahamiane. Hakuna mtoto wa bi mkubwa anayemfahamu mwanangu, ila mimi watoto wake wote nawafahamu. Ndio. Okay. Ndugu lakini wanajua kama una mtoto?
Ya ndugu anajua. Ya labda wenye watakuwa wajua, labda watakuwa wachache sana. Lakini ndugu anajua, wazazi wake wanajua. Labda tuseme tu na mke wake ndo hajui. Ndio. Kwa mara ya kwanza umepokea taarifa za msiba, kitu gani ambacho ulifikiria kwa haraka haraka? Yaani pale nilikuwa sina ni cha kufikiria haraka haraka zaidi ya kufikiria tu mali. Yaani mali ndo zinifanya yani niliposikia tu amekufa pale, yani kilichokuja haraka haraka mali. Yani nitaishije na huyu mtoto kama yani hayupo, kwa sababu hatujafunga ndoa bado. Yani ndo tupo kwenye process, kwa sababu ndoa tulibidi tufunge mwezi wa 5. Alafu ndo mtu ananiambia amekufa. Naishije na mwanangu? Yani walivyoniambia tu yani mume wako amekufa. Yani kilichonijia kichwani wazo la kwanza ni mali. Yani mali ndo yani mpaka saizi nawaza mali. Yani tuseme hapa nafanyaje, nitaishije na mwanangu? Kwa sababu nyumba unayoishi ni mmepanga au ni nyumba pia ya marehemu, labda nyumba ambayo wewe ulikuwa unaishi? Hii nyumba ni ya marehemu, alininunulia. Yeah. Okay. Lakini document, yani nakala zile hauko nazo wewe, zipo kwa bi mkubwa au ni vipi? Yani hati kuhusu vingi, yani hati sijui nakala hizo yani siko nazo mimi. Yani sijui, yani mimi alivyoniambia tu hii nyumba ya kwako nimekununulia. Sikuwa hata na wazo la kusema eti niulize yani hati ya nyumba iko wapi, kwamba jina langu limeandikwa. Yani sikuwa hata na habari ya kusema kwamba nitaulizwa. Yani niulize hicho kitu. Yeah. Umefika msibani, vipi ndugu kuchukuliaje wewe kama bi mdogo, pengine ndugu anakuchukuliaje? Licha kwamba kwenye matatizo, lakini ndugu anakuchukulia vipi? Naona kama hakuna ndugu anayenijali pale. Yani naona wote yani kama yani wananiambia kwanza hawanikubali kama mke wake, kwa sababu wanasema mimi hawanifahamu, hawanijui kama mke wake. Yani hicho ndo kinachoniuma zaidi. Pole. Asante sana. Kwa hiyo maana yake labda nikurudishe nyuma kidogo. Unakumbuka labda maneno gani ya mwisho ambayo marehemu alikwambia? Hamna maneno mengine aliniambia zaidi maneno ya upendo tu. Yeye aliniambia atanifungulia duka la vipodozi. Aliniambia atanijengea nyumba nyingine. Ni maneno mengi tu ambayo aliniambia. Sawa. Ameshafariki sasa hivi, na mwisho wa siku hamna kitu ambacho kinaweza kikabadilika. Na umesema kitu ambacho unawaza sana sio yeye kufariki, unawaza sana mali. Ikitokea ndugu amechachamaa, wanasema hawakutambui hivyo hivyo mpaka mwisho, na hisi utafanya maamuzi gani ili mwisho wa siku uweze kuambulia chochote na uweze kulea mtoto? Yani hapa kitakachofuata tutaenda hadi mahakamani. Lazima niende hadi polisi ili waweze kunisaidia, kwa sababu mimi nitawezaje kulea mtoto peke yangu wakati mwanaume niliyokuwa naye ana pesa nyingi, ana mali nyingi, alafu afaidi tu bi mkubwa peke yake? Hapana. Hata kama hatujafunga ndoa ndio, lakini mimi kwangu nilikuwa nahesabu kama tayari ni mume wangu, kwa sababu alikuwa ananihudumia vizuri, kwa sababu yani sijui nisemaje. Yani nahisi yani lazima niende hadi polisi. Sawa. Vipi, unaongea chochote na bi mkubwa au bado hujapata nafasi? Bado sijapata nafasi ya kuongea naye chochote. Kwa sababu tuko kwenye matatizo, kwa hiyo siwezi kumuongezea yani nipo kwenye huzuni pia nimuongezee kitu kingine. Hapana, sijapata nafasi ya kuongea naye. Ndio. Marehemu alikuwa ni mtu wa aina gani kwenye maisha yako? Yani alikuwa kama ndugu kwangu, tuseme ni zaidi ya ndugu, kwa sababu alikuwa ananifariji sana. Yani tuseme anakea. Yani hata alivyoondoka yani sijui nisemaje, naumia sana. Mtu au ndugu akisema wewe ulikuwa ndo chanzo cha kuharibu ndoa pengine ya bi mkubwa, utakubali endapo atakuuliza kwamba inawezekana wewe uko unataka mali na tunaweza tukakupa, lakini wewe ndo mtu wa kwanza kuharibu furaha ya ndugu yetu? Utaona kweli ni wewe ulikuwa chanzo cha kuharibu furaha pengine ambayo ya mambo ambayo ya nyuma alikuwa anaendelea? Siwezi kusema mimi ndo chanzo. Mimi nakuaje chanzo? Akae kwenye nafasi yake na mimi nakaa kwenye nafasi yangu.
Kwa hiyo akasema eti mimi niwe chanzo cha yeye ndoa yake kuharibika. Hapana, siwezi kusema eti yani mimi hapa ndo niwe chanzo cha yeye ndoa yake kuvunjika. Huo ni